Kila mtu atakufa. Hakuna atakayetoka salama hapa duniani. Ni vyema sasa ukachagua kitu gani kikuue. Hauwezi kujenga mafanikio makubwa kwa kujionea huruma. Mafanikio makubwa yana gharama yake. Ongea na kocha, chagua kwa usahihi kitakachokuua. Karibu rafiki yangu mpendwa, kipindi chako pendwa cha Ongea na Kocha. Uko rafiki yako kocha Dr. Makita Amani, daktari, kocha, mwandishi na mkufunzi. Na kwenye vipindi hivi rafiki yangu, ninakuwa na furaha sana ya kuongea na wewe kwenye maeneo makubwa matatu. Neno la kwanza ikiwa ni mafanikio, yaani kujenga tabia na nidhamu sahihi ya mafanikio kupitia vitabu ambavyo vinaonekana hapa kama falsafa ya maisha ya mafanikio. Na neno la fedha ambako tunajenga utajiri na uhuru wa kifedha kupitia vitabu kama Nguvu ya Buku na Elimu ya Msingi ya Fedha. Na pia kwenye biashara, yaani kujenga biashara inayojiendesha bila kukutegemea wewe moja kwa moja kupitia vitabu kama Nunua Wateja, na Mauzo ni Uhakika na Mashine ya Kuchapa Pesa. Rafiki, leo bwana nataka tuongee kitu cha kutisha kidogo, lakini kwa namna ambayo sio ya kutisha. Cha kutisha ni nini? Kwamba kuhusu kifo. Kutisha ni nini? Kwamba utachagua kitakachokuwa. Kwa hiyo leo rafiki, nataka niongee na wewe kwamba chagua kwa usahihi kile ambacho kitakuwa. Huwa kuna kauli ya Kiafrika inasema kuna kitu kitamuua mtu, si ndio? Sema something must kill a man. Watu wanatumia kauli kwenye mambo ya ovyo ovyo kwamba mtu anambia unakunywa pombe sana utakufa haraka. Ambia bwana, kila mtu atakufa, si ndio? Au mtu anaendesha chombo cha usafiri bwana, gari, pikipiki kwa fujo, kwa kasi, bwana utakuja kufa wewe. Anakuambia bwana, kila mtu atakufa, si ndio? Sasa mimi nadhani kuambie wewe utumie kauli hii lakini kwa namna ambayo ni chanya, namna ambayo itakuwezesha wewe upate mafanikio ambayo unataka. Kwa sababu kila mtu atakufa. Hakuna atakayetoka salama hapa duniani. Yaani wote tutaishia kufa. Sasa ni vyema sasa ukachagua kwa usahihi kitu gani kikuue. Sawa? Kwa sababu kuna kitu kitakuua. Unataka kufa kwa ajali, atakufa kwa magonjwa, atakufa kwa uzee, atakufa kwa kila mtu atakufa. Lakini unayo nguvu ya kuchagua bwana, kama kuna kitu kitakachoniua, basi hiki kimoja ndio nimechagua kiniue. Na unapokuwa na mtazamo huu sasa, unakuwa tayari kuweka juhudi zako zote kwenye kile ambacho unakifanya ili ufanikiwe. Moja tu inakukwamisha ni wewe kujizuia usitoe kile ambacho kipo ndani yako. Ni wewe kujihurumia. Unaona bwana, nimechoka, inabidi nipumzike, work life balance na vitu vya aina hiyo. Lakini hauwezi kujenga mafanikio makubwa kwa kujionea huruma. Hauwezi kujenga mafanikio makubwa kwa kufanya vitu ambavyo ni kawaida kama wengine wanavyofanya. Mafanikio makubwa yana gharama yake. Na moja ya gharama hiyo ni maisha yako. Kwa sababu fikiria kujenga biashara yenye mafanikio. Mwanzo wa biashara, wewe ndio kila kitu kwenye biashara. Ukianza kuajiri, wewe ndio kila kitu kwenye biashara. Yaani biashara inakutaka sana kiasi kwamba ni sawa na mtoto unayemzaa na kumlea. Sasa kama haujajitoa hasa kwenye kupambania hicho unachotaka, kama haujasema hiki ndio kitakachoniua, utayumbishwa, utahangaika na vitu vingine ambavyo vinatija, na hiyo itakukwamisha wewe kwenye safari yako ya mafanikio. Sasa tunafanyaje sasa katika kuhakikisha kwamba tunachagua kwa usahihi ambacho tutakitua? Na mmoja, kwanza tunakubali kwamba hatutaishi milele. Sawa? Ili tunabidi tukubaliane nalo, na kama hujalikiri bado unajipotezea muda. Unajua binadamu sisi ni viumbe wa ajabu sana. Tunajua tutakufa. Si ndio? Tunajua hilo. Lakini hatupendi kulifikiria hilo swala la kufa. Ndio naachaga kama unaliacha tu, yani huu ni uchuro, ningefikiria kuhusu kifo ndakuwa uchuro huo. Ndio maana baadhi ya watu hawaandiki hata wosia tu kuandika bwana nikifa basi mali zangu zigawanyike, anasema anda staki. Lakini moja ya mambo ya falsafa
Moja misingi ya falsafa ambayo imewasaidia watu wengi sana kuishi maisha yenye maana ni kutafakari kifo. Sasa kutafakari kifo. Kwa hivyo falsafa ya Stoa ipo kabisa itafakuri ya kifo. Seneca anasema ishi kila siku kama ndio siku yako ya mwisho. Sawa? Ishi kila, yaani usiache, anasema balance vitabu vyako vya maisha. Unapomaliza siku jua leo ndio siku ya mwisho. Alafu ukipata siku nyingine ichukue kama zawadi. Kama nimepata ya nyongeza, nimeongezwa siku nyingine moja tu. Sasa ukiwa unaishi kila siku ya mwisho, hivi kweli utahirisha mambo unataka kufanya? Unataka kuandika kitabu, utahirisha kuandika kitabu? Utahirisha kujenga biashara yako? Utahirisha kwanza kufanya kitu ambacho ni muhimu kwa sababu unahangaika kuperuzi mitandao ya kijamii, unahangaika kubishana na watu? Utamchukia mtu? Hivi ukijua unakufa kesho, leo ndio siku ya mwisho, utamchukia mtu? Utamchukia yani ya kazi gani? Kwa hiyo mambo mengine unajisumbua nayo, unahirisha mambo, unachukia watu, unabishana kwa sababu unadhani utaishi milele. Lakini ukweli ni kwamba hutaishi milele. Kila siku inayopotea, kila siku inayopita ni maisha unayopoteza. Moja ya vitabu vya Seneca anasema dying every day, kufa kila siku. Yaani unafikiri siku unakufa ni lini? Hamna siku moja kwamba tutakufa ndo siku hiyo unakufa moja kwa moja. Umekuwa unakufa kila siku. Sawa? Yaani binadamu tangu siku unapozaliwa unaanza kufa. Kidogo kidogo. Ile siku ambayo unakata pumzi ndio umemaliza shughuli yako. Yaani ile kifo kimefika mwisho. Huyo kwa kujua kwamba sasa kwamba tunatembea na kifo, kwamba wakati wowote unaanza kufa, tunabidi tuna umakini sana. Namba moja, vipaumbele vyetu. Tufanye mambo ambayo yanatija kwetu, yanatupa mafanikio ambayo tunayataka. Namba mbili, tusiahirishe mambo. Sawa? Usiahirishe mambo kwamba unaahirisha jambo, naye kwambia utakuwa na muda wa kuja kufanya jambo. Naye kwambia kesho ipo, unasema kesho nitafanya kesho. Naye kwambia kesho. Unakuwa na kiburi cha kuamini kesho itakuwepo. Fanya leo. Huenda kesho kuna siku itakuwa ya mwisho kwako. Huenda kesho utaipata, ukipata kesho ni zawadi. Usipopata kesho umemaliza mambo yako leo. Umeacha vitu vyako vimekaa sawa kwa ajili ya kile ambacho ulikuwa unakijenga. Lakini tatu, usisumbuane na mtu. Yaani ukiwa unajua unaondoka leo, unatoka kesho, usisumbuane na mtu. Wakati mwingine unaweza kaigeuza. Kama una mtu akukera, shule kwamba huyu kesho hivi fikia una mtu wako karibu ni ndugu yako au ni bwana huyu kwa ugonjwa uliko nao, leo ndio siku yake ya mwisho. Daktari anakuambieni hivyo. Leo ndio siku yake ya mwisho. Hivyo hata utamkasirikia. Hata amekusumbua, sio amekudharau. Wewe anakufa tu. Yeye unamuonea huruma, si ndio? Hivyo usikusumbuane na mtu safari yako maisha kwa jambo lolote lile. Labda ujichukue kwamba bwana ndio siku yangu ya mwisho hapa duniani, au ndio mara mwisho namuona huyo mtu. Unaweza katoka hapa akapata ajali akafa, huwezi kujua, na inatokea mara kwa mara. Kwa hiyo tukubali kwamba hatutaishi milele, ili sasa tuweze kuchagua kwa usahihi kitakachotuua na tuishi kwa ukamilifu sasa. Tusiahirishe chochote kwa ajili ya kesho. Sawa? Jambo la pili, penda sana unachofanya. Sasa kwa sababu maisha yetu ni mafupi na utakufa. Sasa hivi fikiria unakufa, unafanya hebu fikiria kifo kikukuta sasa hivi hapo ulipo unamkuta na kifo. Dunia itasemaje kuhusu wewe? Itakuwa na jambo bora kusema kuhusu wewe? Itakuwa jambo la kifahari kusema kuhusu wewe? Kwa sababu mara nyingi tunapoteza maisha yetu kwa kufanya mambo ambayo hayana tija kwetu. Mambo ambayo hayana mchango wowote. Hayatu tu mafanikio ambayo tunayataka. Na hatupata furaha, tunafanya tu kwa sababu tumezoea kufanya, sababu ni mazoea, kwa sababu ni rahisi kufanya. Kwa hiyo ambao nataka utoke nalo hapa ni kwamba kwa sababu unajua utakufa na siku zako sio nyingi, usizipoteze kwa kufanya kitu ambacho hukipendi. Kwa sababu kwanza itaharakisha kifo. Unajua ukifanya kitu ambacho hukipendi, unakuwa na msongo, muda wote stress tu, yani maisha unaona haya magumu, hakikulipi vizuri. Wewe unagongwa kwenye stress, maisha yenyewe sio bora, unajikuta hauishi maisha marefu. Lakini unapochagua kile unachokipenda, kwanza maisha yako kama ni mchezo. Wengine wanaona ni kazi ngumu, sasa hii kazi nitaanza kufanyaje? Yaani wewe unafurahia, yaani wewe tayari unamsukuma kwenda kufanya shughuli yako. Kwa hiyo sasa ile utaweza kufanya kwa muda mrefu zaidi, na hata kama utafia kwa hicho kitu, dunia itasema hapa
alipita mtu aliyefanya hiki kitu. Hapa alipita mfanya biashara, hapa alipita mwalimu, hapa alipita daktari, vyote vile. Kwa sababu ulifanya kutoka ndani ya moyo wako. Yaani usibakishe chenchi. Toa, mwaga moyo wako wote kwenye kile unachokifanya. Weka kila ulicho nacho kwenye hicho ambacho unakifanya, kwa sababu ndio namna pekee ya kupata matokeo ambayo ni makubwa na yatakayo kusukuma kwenda mbali zaidi. Sawa? Hiyo ni muhimu sana kwenye kutengeneza maisha ambayo yana thamani kwako kuishi. Maisha ambayo hata ukifa unaacha alama. Sawa? Unakufa unaacha kusema hapa alipita mtu fulani aliyefanya hiki, sababu ulipenda sana. Unajua kwamba rafiki, hauwezi kumdanganya mtu kwenye dunia. Hauwezi. Unaweza kusema kwamba nifanye hii kazi ya biashara sababu itanilipa, japo sipendi kuifanya. Utaonyesha tabia zako. Watu watajua tu mtu mbona ananihudumia lakini ana furaha. Hawanunui tena. Kwenye kazi utakuwa na visirani tu, mara uchelewe kazini, mara unakosea kazi, mara upatane na watu, kwa sababu upendi unachokifanya. Mimi kwenye maeneo yangu yote ya kazi ambako nahusika, kitu cha kwanza ambacho mtu nitamsumbua nacho sana ni kuchelewa kazini au kwenye shughuli yote ile. Sababu ni ishara ya kwanza kwamba huyu mtu hapendi anachokifanya. Nikupe mfano mzuri. Umewahi katika maisha yako una safari ya kwenda mahali ambako hujawahi kwenda. Labda ulikuwa unakaa kijijini, una safari ya kwenda mjini, labda Dar es Salaam, kesho unaenda Dar es Salaam. Au unasafiri baba nje ya nchi kwa mara ya kwanza, au unaenda kupanda ndege sio uende wapi. Hebu niambie usiku ulilalaje? Unashtuka kila wakati, kumekucha. Yaani hautaki kupita na usingizi kwa sababu unataka sana kile kitu. Lakini siku unaenda kazini, ndio biashara, unachelewa kuamka. Upendi unachokifanya, ndio maana huwezi kufanikiwa. Unapopenda unachokifanya, yani muda ukifika, yani wewe huamki, unalipuka kutoka kitandani. Huna muda, yani huyo umeshachomoka, umbo umeshatoka. Kwa hiyo ni kusihi sana, namna pekee ya kuhakikisha kwamba unachagua kwa sababu unachofanya ni wewe unakipenda sana sana. Jambo la 3, nenda hatua ya ziada kwenye kila kitu unachokifanya. Fanya zaidi. Unajua sisi binadamu tuna uwezo mkubwa sana ndani yetu. Nikwambia hilo jambo. Shasikia mtu anakuambia bwana, mtu anataka akewe figo. Na figo inatoka wapi? Inatoka kwa mtu mwingine. Sio? Unajua kwamba sasa mtu ambaye figo yake inatolewa ataishije? Bwana wewe, figo moja inatosha kuishi. Sawa. Hata figo moja ikiwa inafanya kazi nusu inatosha kuishi. Yaani kibiolojia mwili wetu binadamu umepewa uwezo mkubwa, capacity kubwa. Mapigo yako ya moyo yanaweza kati ya 60 mpaka 100, mara nyingi 80. Yanaweza mpaka 200 inapokuwa na uhitaji. Kupumua kwako kuna kiwango, kwanza ukaenda zaidi. Yaani chochote kile mwili wetu una spare capacity. Yaani kama gari ambayo ina spare, tairi ya spare. Kwa hiyo ikipata pancha anaweka nyingine. Ndivyo mwili wako ulivyo. Kwa unapokuwa unafanya kazi ukajiona kama nimechoka, kwamba hapa nimechoka kweli, yani siwezi kuendelea tena na hii kazi, ngoja nipumzike. Alafu ikatokea labda mtoto wako anaumwa, anatakiwa awaishwe hospitali, utasikia uchovu? Hausikia uchovu? Au ikatokea hatari bwana, jengo linawaka moto na uko gorofani, lift haifanyi kazi, sida kama utajikuta uko chini. Unafikiri nguvu imetoka wapi? Kwa sababu ipo ndani, ulikuwa na spare energy, una nguvu ya spare imejaa ndani yako. Sasa unapokuwa unafanya mambo yako ya mafanikio haya, usiishie pale ulipochoka. Endelea. Unapojiona umechoka, haujamaliza kile kilicho ndani yako. Yaani umegusa tu, bado una tenki limejaa. Kwa hiyo kila unapojiona umechoka, kila unapotaka kuishia pale, hebu jiambie, wacha niende hatua ya ziada zaidi. Hebu nifanye zaidi. Hebu niongeze zaidi. Hivyo tu. Sasa watu wakwambia, ujue unafanya kazi na wewe ujue utakufa. Afya yako itakuwa mbovu. Kila mtu atakufa. Kuna kitu cha mtu, si ndio? Kuna watu watauliwa na ulevi, wamechagua. Watu wengine watakufa kwa ajali, wamechagua. Watu wengine watakufa kwa magonjwa ya zinaa, ya ngono, watakufa, si ndio? Wewe umechagua mafanikio ya kuwe.
Wewe umechagua kufanya ile kazi uliyochagua kwa moyo wako wote, kwa kuipenda, kwa kila juhudi, na upate matokeo bora makubwa. Hivyo tu. Usifanye kawaida. Usifanye kwa mazoea. Nenda hatua ya ziada, toka nje ya mazoea, na utaweza kufanya makubwa sana. Hilo la msingi sana ambalo utakuwa ulielewe. Nenda hatua ya ziada kwenye yote ambayo unayafanya. Jambo la 4, usikimbilie mlinganyo. Balance. Kuna kauli maarufu work life balance. Kuna wakati, lakini kama unataka mafanikio makubwa, ni lazima ukubali hayana balance. Mafanikio makubwa hayana balance, hayana mzani, mlinganyo. Ni lazima uegemee eneo fulani. Sawa? Ni lazima uwezi, yaani uwezi ukati kila wakati. Yaani nasema kuna vitu vitatu. Kuna kazi, biashara, vyote hapo. Kuna familia, kuna bata. Chagua viwili. Sawa? Kazi, familia, starehe, yaani bata hizi. Chagua viwili. Yaani hauwezi ukawa unafanya kazi yako, biashara yako unafanya kwa kina sana, alafu muda huo unapata muda na familia yako, alafu muda huo unapata muda kwenda baa pia, siku ya starehe, siku wapi. Haiwezekani. Labda chagua, mimi nitafanya kazi sana na nitakuwa napata muda wa familia, nitakosa muda wa kuwa na washikaji, kwenda baa, siku hang out na nyingine. Kubali. Haiwezekani. Au sasa mimi nitapiga kazi sana na nitakuwa mtu wa viwanja sana, ujue familia hapo itasafa. Sawa? Sasa mimi nitakuwa mtu wa familia na viwanja, hapo sabidi ushajistaafisha. Sawa? Kwa unapokuwa hasa unapokuwa unaanzia chini, rusha mbali mlinganyo. Throw out your balance. Usihangaike nayo. Watu wanakuambia unajua unabidi uwe na balance, una muda wa huu na muda na huu. Jamani, najaribu kujenga mafanikio makubwa. Wote mnaonishauri mjaribu kujenga mafanikio makubwa kiasi hiki, asanteni. Sawa? Hivyo. Kwa sababu hautaweza kuwa uwezi kumlisha kila mtu. Yaani wewe unajenga biashara kubwa yenye mafanikio. Wewe pia si kwenye mtaa wenu ni kiongozi si wa nini. Wewe pia labda kanisani msikitini si ni kiongozi wa nini. Wewe pia si shuleni kwa watoto si ni kiongozi wa nini. Wewe pia ni shabiki si wa mpira wa timu gani unaenda kuangalia mpira. Wewe pia unakuja marafiki ambao si unakutana kila siku jioni si unabata ni. Uwezi. Haiwezekani. Na utaona kwa nini watu wengine wanakuwa mediocre. Najua hapo umenisikiza, kuna vitu vimekukamata. Uko maeneo mengi, upo kila mahali. Wakati wewe mafanikio makubwa unataka ufocus kwenye vitu vichache ambavyo vinaleta matokeo makubwa, na ili uitokee hilo sio na balance. Sasa ni mbaya kiafya. Sawa? Kila jambo ni mbaya kiafya. Sigara tumeandikwa uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako, na bado watu wanavuta. Sasa utaniambia nini kuhusu kufanya kazi eti hujui kufanya kazi sana ni hatari kwa afya yako? Kamfuata mvuta sigara umwambie hivyo. Alafu mimi niache nikifanya kazi. Nataka uone msimamo wako rafiki, ili sasa uweze kuwa na utulivu wa kuweka kazi na kupata matokeo ambayo unayataka. Sawa? Jambo la 5, maisha yako yapimwe kwa ushindi, sio kwa miaka. Kuna watu ambao wanaishi, yani wanafikiri kwamba yani maisha yanafanywa kama wataishi miaka mingi. Kama aliishi miaka 70, 100. Sawa, alafu alifanya nini? Umeelewa? Kwa sababu nikwambia kitu kimoja, mimi kwenye hii naongea na vitu vizito sana, vitu vikubwa sana. Lakini nikwambia kitu kimoja, urefu wa maisha huaga ni kinyume na ukubwa wa mambo ya kufanya. Akaja hata historia. Yesu aliishi miaka mingapi? 30 ngapi sio? Kwa sababu alifanya mambo makubwa ndani ya kipindi kifupi. Yaani maliza shughuli yote, yani aliweka shughuli yote pale. Alexander the Great alifanya, si wote walifanya makubwa. Hawaga miaka mingi sana. Kwa sababu gani? Sababu ile greatness, ule ukuu unafyonza maisha yako. Unayafyonza. Sasa wewe sikwambii kwamba ufe ukiwa mdogo, na kwa sasa hivi pia tuna teknolojia nzuri, afya, watu wanaishi miaka mingi pamoja na kufanya makubwa, lakini usitake maisha yako yapimwe kwa urefu wa miaka. Yatake yapimwe kwa ushindi uliopata.
umeweza kujenga biashara inayojiendesha bila wewe kuwepo. Umeweza kujenga utajiri unaodumu vizazi na vizazi. Umeweza kujenga taasisi ambayo inawasaidia. Huo ndio ushindi. Umekuwa kiongozi ambaye unaleta mabadiliko. Umegusa maisha ya watu yakawa bora zaidi. Ndio hata ukiondoka watu watakumbuka, wanaona alama yako. Sasa kama dunia inakamia utese tu watu. Leo kwa mzee afu unatesa watu, maana hata hela ukuwa nayo, unaanza kutesa watu, mara umeparalyze, mara sio unatakiwa sio utolewe nje, upelekwe wapi, unajisaidia pale pale, unasumbua watu. Wewe bwana, ishi maisha ambayo utakuwa na mchango mkubwa. Ili usipime kwa miaka, pima kwa ushindi ambao utautoa kwenye hii dunia kwa wale ambao unayafanya. Na hilo lisikusumbue kwamba sasa unafanya sana, utakufa, afya yako itaharibika. Hapana. Unataka kuleta ushindi. Na ushindi ndio jambo la msingi zaidi. Na jambo la sana la mwisho, usiwe na majuto. Usiwe na majuto. Jeff Bezos anaita ni kupunguza majuto. Anaita regret minimization theory. Yeye wakati anaanzisha kampuni ya Amazon mwaka 94 huko, alikuwa anafanya kazi benki yenye hela. Alikuwa ni kiongozi, alikuwa analipwa hela nyingi. Amesoma biashara, ni msomi, ni afisa. Sawa? Sasa akaona fursa kwenye biashara, kwenye mtandao wa internet. Akaona kuna fursa hapa. Sasa wakati anafikiria niache kazi niende huku, aliyo swali moja, nikiwa na miaka 80, kipi nitajutia zaidi? Kufanya biashara nikashfeli au kutokufanya kabla kwenye kazi yangu? Agundua atajutia zaidi kama ataacha kutumia ile fursa. Akaacha kazi, akaenda fursa. Leo hii ameleta mapinduzi duniani. Je, wewe ni jambo gani ambalo utalijutia ukiwa na miaka 80 kama utalifanya leo? Sawa, hiyo ni eneo la kwanza. Jambo gani utajutia kama utalifanya leo? Hakikisha utalifanya. Ni biashara ambayo unatamani kuianza, watu wanakuambia haiwezekani, haifai. Kama utajutia siku kwenye pumzi yako, utajuta natamani kama ninge ujaga mwishoni. Kama utaipata wewe ninge, hebu ianze sasa hivi. Lakini yote kwa yote, usijute kwa jambo lolote ulifanya nyuma, utapunguza maisha yako ya mbele. Yote yaliyopita jifunze. Nini kilisababisha, nini kilipelekea. Alafu fanya kwa ubora zaidi. Usiwe na majuto. Wewe unajifunza na kuboresha. Wewe unakazana kuwa bora zaidi kila siku ili uweze kupiga hatua ambazo ni kubwa sana. Rafiki, hayo ndo mambo ya kufanya sasa ili uweke umakini wako kwenye kile unachokifanya na upate mafanikio ambayo ni makubwa. Maana yake umechagua kikue. Usihangaike na usumbufu. Peleka umakini wako wote kwenye kile ambacho unakifanya mbele yako. Nikukaribisha rafiki katika kujifunza zaidi, na hapa kuna ngazi 4. Ya kwanza, umeshapata maarifa kama hivi. Hongera. Sio wengi wanaangalia video kama hizi mpaka mwisho. Wengine wanaruka na video za paka huko na vitu vingine, wanajua wenyewe. Kwa hiyo ngazi ya kwanza umefaulu, jipige makofi hapo. Ngazi ya pili ni vitabu. Kuna vitabu vya kuhusu mafanikio, vitabu kuhusu biashara, vitabu kuhusu fedha. Vyote hivi unapaswa kuvipata. Kwa mfano nilizungumza leo kuhusu swala la muda, matumizi mazuri ya muda wako. Kitabu cha muda upo. Ni kitabu muhimu sana kwako wewe, kukuwezesha kupangilia muda wako vizuri. Kwa muda mfupi ulioko nao, hebu ujali, hebu utumie vizuri uweze kupiga hatua ambazo ni kubwa sana. Kwenye fedha, kuna kitabu cha Nguvu ya Buku. Pesa ndogo ndogo zoko nazo, ukizipangilia vizuri, unaweza ukapiga hatua kubwa sana. Usikubali kupotea. Na kwenye biashara, kuna mashine ya kuchapa pesa. Hapa unajenga biashara inayojiendesha bila utegemea wewe moja kwa moja. Na ukiliweza hilo, maisha yako yanakuwa yamekuwa na maana kabisa. Hata kama utakufa mapema, itakuwa ni vyema kabisa. Lakini baada hapo tunazo tools. Tuna application ya TSA, Tanzania Skills Academy, kwa ajili ya kujifunza mafanikio. Tuna application ya utajiri.tz kwa ajili ya kujifunza na kusimamia fedha zako. Na tuna application ya mauzo CRM kwa ajili ya kusimamia biashara zako. Zote hizi sasa, baada ya kupata maarifa, unatekeleza. Na ngazi ya juu kabisa, kuna jumuiya ya washirika wa mafanikio.
Humu sasa tunakutana watu ambao tunakiwa mafanikio, watu ambao tumeamua mafanikio atue, atubabaishwi. Unajua wanaokuzunguka wanakupotosha na hauna watu sahihi. Njoo ungana nasi. Ingia jumuiya Shika Mafanikio. Ujifunze, ushirikiane na watu sahihi uweze kufanikiwa. Sasa ili kupata hizi huduma, vitabu, mifumo na mafunzo haya, tuma ujumbe kwa namba 0760647171. 0760647171. Tuma neno biashara, mafanikio, fedha, utajiri, mafanikio, yote vile. Tuma kwa WhatsApp namba hiyo na utaweza kupewa utaratibu wa kupata hivyo ambavyo vinakufaa. Rafiki, usipoteze muda wako. Usitake kumridhisha kila mtu, huwezi. Ishi maisha yako na chagua kile ambacho unapenda sana kufanya, kifanye, acha kikuue, kwa sababu kwa hiyo itakuwa basi kile ambacho kinakupa mafanikio ambayo ni makubwa sana. Asante na uwe na wakati bora.